2026. Kuamulisha mwaka wa 2026. Na sijui wakati wanakumbuka mada ya Sami. Haleluya. Jumapili tujifunza nini? Mada ilikuwa inazungumzia nini? Amen. Kufungua kufanikiwa katika mwaka wa 2026. Leo tunajifunza juu ya kuamulisha pia. Sababu tunahitaji baraka. Ukikuja hapa Afrika, usikie watu wengi wakiomba. Mara mingi wanaomba Mwenyezi Mungu nibariki. Praise the Lord. Kwa hiyo kila mtu anahitaji baraka. Kila mmoja wetu anahitaji baraka. Kwa hivyo tunaamulisha mwaka wa 2026. Tunaamulisha kivipi? Kwa kufunga kila vifungo vyote ambavyo vinatuzuia tusiwe na hela. The bondage of the financial status. Hallelujah. Sababu kila mmoja wetu anatamani kuwa na maisha mazuri. Kila mmoja wetu anatamani akule kila anahitaji kwa ule muda unaofaa. Kwa hiyo ndio maana tunaamulisha huu mwaka wa 2026. Na hakuna kitu kibaya sana kama kanisa yenye ni maskini. Hata mali zenyewe unaomba. Haleluya. Washirika wanaweza piga mchungaji kwa sababu wanajua mchungaji ana mahali pa kuwapeleka. Haleluya. Kwa hiyo ni kitu kibaya na kanisa kuwa kanisa maskini. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi kwa neema yake Kristo sisi ni matajiri. Ambia dada kwa neema yake Yesu Kristo mimi ni tajiri. Haleluya. Daudi anasema kwamba ninapoinua macho yangu kutazama milimani, msaada wangu utatoka wapi? Anajibu akisema kwamba msaada wangu utatoka kwake Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na dunia. Anasema ni kwa Mungu. Anasema ni kwa Mungu kwa sababu Mungu ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yeye hulala katika majani mabichi, huniongoza katika maji matulivu. Yesu asifiwe. Kwamba yeye huniongoza, hawezi kuniacha nipungukiwe. Ndio maana Daudi anasema msaada wangu utatoka kwake Mwenyezi Mungu. Hata Yesu alipokuwa akifunza wanafunzi wake, anawaambia kwamba unapoomba, Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimie kama yanavyotimia mbinguni. Inamaanisha kwamba vitu ambavyo vinafanyika mbinguni vinaweza fanyika huku duniani. Haleluya.
1:28. Very good. Amen. Mwanzo 1:28 Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akawabariki. Nyasaye akawasifia. Mungu akawaambia, zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai endacho juu ya nchi. Then praise the Lord. Kwamba Mwenyezi Mungu aliwabarikia Adamu na Eve. Nyasaye akawabariki, akawatia baraka. Baada ya kutia baraka, akasema na muongezee. Multiply. Katika kila kazi zako muongezee. Inamaanisha kwamba kuongezeka ni hesabu ya baraka zake Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuongezeka, sio utafute kuongezeka, wewe tafuta baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotoa baraka zake kwa binadamu, binadamu anaongezeka. Haleluya. Mwenyezi Mungu anawabarikia Adamu na Eve. Baada ya kuwabariki, akasema na muongezeke. Praise the Lord. Huu ni mwaka wa baraka zake Mwenyezi Mungu. Na baraka zake Mwenyezi Mungu zikishuka kwetu, sisi tunaongezeka. Mazao yetu yanaongezeka. Kila ambacho unauza kinakuwa cha baraka. Kwa hiyo inamaanisha kwamba usitafute kuongezeka, tafuta baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu baraka zake Mwenyezi Mungu ndizo huleta kuongezeka, ndizo huleta kufanikiwa. Haleluya. Mwenyezi Mungu akawabariki Adamu na Eve, akawapatia amri, akawaweka juu ya wanyama wote. Praise the Lord. Praise the Lord. Mwenyezi Mungu akikubariki anakuweka juu ya vitu vyote. Wewe kama uko sawa na yeye. Lakini usipomtii Mwenyezi Mungu, anatoa yale mamlaka. Praise the Lord. Wakati ambapo hujamtii, anatoa yale mamlaka yote ambayo ameweka juu ya maisha yako. Baraka zake Mwenyezi Mungu huleta kuongezeka. Kuna mtu mmoja katika Biblia anaitwa Yabesh. Haleluya. Yabesh alikuwa na jina mbaya sana, hadi ndugu zake wakamchukia, lakini akamwomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mwenyezi Mungu, nataka baraka zako ufungue mipaka yangu. Ninamaanisha kwamba unapomwambia Mwenyezi Mungu fungua baraka zangu, wewe unaongezeka. Yabeshi akaongezeka. Yabeshi akawa mtu wa baraka, jina lake likabadilishwa. Unaposoma Biblia inatuambia kwamba wakati wa Yabeshi, wakati ambao mfalme Solomoni alikuwa anaongoza, Solomoni aliongoza kwa amani, kwa sababu Mwenyezi Mungu alibadilisha majina yenye ubaya. Haleluya. Wakati ambapo Mwenyezi Mungu anatubariki, anatuona tunakuwa wakuu wa vitu fulani, anatuweka unakuwa msimamishi hata wa hela. Wewe unakaa juu ya watu wengine, wakati wengine wanateseka, baraka zake Mwenyezi Mungu zinakaa katika upande wao. Wakati wengine wanapitia jangwani, wewe Mwenyezi Mungu anakuweka juu ya vitu vyote. Wewe huwezi sumbuka kama wengine. Praise the Lord. Lakini usipomtii Mwenyezi Mungu, Isaya 1:18-19, usipomtii Mwenyezi Mungu, anatoa zile amri ambazo na zile baraka ambazo amekuwekea. Inasema nini? Isaya 1:18-19. Biblia inasema, haya njoo tusemezane, asema Bwana, damu zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji,
zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba njooni. Kama ninafanya nini? Hajalazimisha. Njoo tuzungumze. Ndani mtako vyako kwa nyekundu. Mimi nitaziosha. Nitakurejeshea ule uzima uliokuwa nao. Nitakurejeshea ile afya ambayo ulikuwa nayo. Swala umekubali. Na Biblia inatuambia chini kwamba utakapotii utakula mema ya dunia. Kwa Mwenyezi Mungu nikikuosha dhambi zako na wewe uamue kutii, kila ambacho utaomba mimi Mwenyezi Mungu nitakupa. Nitakurejeshea ule utajiri wako ulikuwa nao. Nitakurejeshea ile nyota ambayo ulikuwa nayo. Uliza jirani yako, unasikia? Tunajenga mada juu ya financial, breaking the financial bondage by commanding the year 2026. Hallelujah. Tusomewe Ayubu 36 mstari wa 11. Kwamba utakapotii kila ambacho unahitaji, mimi Mwenyezi Mungu nitakupa. Unahitaji nini maishani mwako? Ayubu 36:11. Biblia inasema, kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule ambaye analala jirani yako mwambie huu ni mwaka wa baraka. Baraka zako zisikupate kama umelala. Praise the Lord. Ayubu anasema kwa kutii na kutumikia Mwenyezi Mungu, utafanya siku zako ziwe siku za kufanikiwa na kufurahia katika maisha yako. Tunasema kwamba ni mwaka wa mafanikio. Haleluya. Kwa kutoka katika kifungu cha umasikini, Ayubu anasema kwamba tunapomtumikia Mwenyezi Mungu tunaishi siku zetu katika furaha. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu zitakuwa katika maisha yetu, na baraka zake Mwenyezi Mungu ziko katika maisha yetu, tutaongezeka. Mungu anamwambia Joshua, popote utakapokanyaga mimi wewe Joshua, hapo ni mahali pako. Kila ambacho utashika Joshua kitakuwa kitu cha baraka. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anabariki kazi ya mikono yetu. Amen. Kila ambacho tunakuza kitakuwa kitu cha baraka. Tukiwa tu tunamtumikia Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu, siku zetu zitakuwa siku za furaha. Hatuwezi kusumbuka humu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwa tunateseka. Kwa nini hatuwezi kuwa tukiteseka? Baraka zake Mwenyezi Mungu. Tulisoma katika Proverbs 10:22. Kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu haziongezi uchungu. Tusome, praise the Lord. Anataka tuwe na baraka zake, kwa sababu kupitia kwa baraka sisi tunafanikiwa. Usitafute kufanikiwa, tafuta baraka zake Mwenyezi Mungu. Na ukitafuta baraka zake Mwenyezi Mungu unafanikiwa. Tusome Mithali 10:22. Inasema, baraka ya Bwana utajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Baraka zake Mwenyezi Mungu huleta utajiri. Kwa hiyo usisumbuke kutafuta utajiri. Tafuta baraka zake Mwenyezi Mungu. Baraka zake Mwenyezi Mungu ndio huleta utajiri. Ndio maana Mwenyezi Mungu akabarikisha Adamu na Eve. Akawabariki. Alipowabariki wakaongezeka. Mashamba yao yakaongezeka. Halo. Bila wao walikuwa
wanakuza vinaongezeka. Kwa nini? Baraka zake Mwenyezi Mungu zinaleta utajiri. Unapokuta baraka zake Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya nini? Mali na utajiri zinatoka kwake Mwenyezi Mungu. Ni Mungu mwenye kubarikisha. Haleluya. Ni Mungu kubarikisha. Watu wengine leo wanasema huyu anahubiri kio utajiri yeye na ubii. Amen. Methali 13 mstari wa 8. Amen. Amen. Biblia inasema dia ya nafsi ya mtu ni utajiri wake, bali mtu maskini asikii. Soma hiyo Biblia yako. Ya kwanza, dia ya nafsi ya mtu ni utajiri wake. Kwamba ukombozi, furaha, uzuri kwa mtu utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzuri na ukombozi, kimbilio cha utajiri ni utajiri wake. Kwa nini Biblia inasema hivi? Mtu masikini akiiba ng'ombe 15,000 atafungiwa kifungo cha miaka 5. Ili kijiji kijue kuiba ni baya. Lakini kwa mtu tajiri anapoenda court, kwanza afiki court, anaona advocate, anasema yes my lord, my client, yule ambaye mtu wako alipo karibu. Haleluya. Ukombozi wa mtu tajiri ni utajiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuuza familia yenye hela. Utaambiwa utalala leo ndani. Na kila wengine utawaguza. Praise the Lord. Kwa sababu utajiri ni utajiri. Kwa nini? Mtu maskini akiba huku tu atafungiwa dakika 3. Ile kijiji mzima kijue. Lakini mtu tajiri atakafiki kwa koti. Bwana Yesu asifiwe. Tufunguliwe katika ule kifungo cha umasikini. Kwa Mungu ni mpaka wakati wa kuamrisha utajiri. Hata kwa kusema kwamba kupitia kwa neema yake Yesu Kristo sisi ni matajiri. Ambia ndani yako mimi ni tajiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kwamba umesikia. Amen. Kuna kusimama kwa sehemu moja inamaanisha kwamba ni kifungo cha umasikini. Kifuli cha umasikini kinakufuata. Kifuli cha umasikini kinakufuata. Haleluya. Ndio Paulo anatuambia kwamba zile kanisa za Hawa kuna vile zilitoa umasikini. Kwa sababu shetani anafunga watu na kifungo cha umasikini. Anawaweka wanakuwa sehemu moja. Anakufunga mtu hata yale mawazo yake alikuwa nayo anafanya yasifikie. Watu walikuwa wanatarajia kuwa madaktari, anawafunga. Anafunga zile ndoto za watu. Watu hawafanikiwi. Watu wanakuwa na madeni. Kwa hivyo Paulo anatuelezea kwamba zile kanisa za Hawa watu wanatokana na madeni. Sababu wanakuwa katika umoja. From the 2 Corinthians 8:9, Paulo anatufunza juu ya kutoa umasikini. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho ya pili 5:9. 8:9.
Ijapokuwa Yesu alifanyika maskini. Ndio hiyo 2 Corinthians 8:9 inasema, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alipokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini. Unapojua neema yake Yesu Kristo, neema ya Yesu Kristo, yeye alikuwa ni tajiri, lakini akafanyika kuwa maskini kwa sababu ya mimi na wewe. Kwa hiyo Yesu alikuwa tajiri katika huduma wake, alikuwa na treasure, alikuwa na secretary. Huduma ikiwa na treasure, lazima iwe na secretary. Secretary wa Yesu Kristo alikuwa ni Peter, ambaye alikuwa anayajibu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Wakimuuliza kwamba Yesu alipouliza watu wanasema mimi ni nani? Alisema wewe ni Yesu mwana wa Mungu. Yeye alikuwa amejua siri zake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa ambayo ni kanisa tajiri, lazima iwe na treasure, lazima iwe na secretary ambao wanajua siri za kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa maskini kuafford hata mali inaomba na kulipa sadaka haitoshi. Haleluya. Nataka tuwe katika hivyo viwango. Sisi huu mwaka ni mwaka wetu wa kuamrisha baraka za Mungu, sababu baraka za Mwenyezi Mungu zinaleta utajiri. Ambia jirani yako mimi ni tajiri. Jinsi Yesu alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe matajiri, lakini Biblia inatuambia kwamba Yesu mwenyewe alikuwa ni tajiri. Haleluya. Kama Yesu alikuwa tajiri, na Biblia inatuambia kwamba mimi Yesu Kristo ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Inamaanisha kwamba matawi ya mti mwenyewe lazima kuandamane pamoja. Kama Yesu ni tajiri na sisi ni tajiri, ambia jirani yako mimi ni matawi tajiri. Wacha kujifanya maskini. Ambia jirani wacha kujifanya maskini. Mimi ni matawi tajiri. Kama Yesu wangu ni tajiri, na mimi ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kujifanya maskini. Kuna watu wanajifanya maskini hadi kifuni cha umaskini cha ukoo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni matawi tajiri. Haleluya. Na Mungu kwa Mwenyezi Mungu aleta wasaidizi wake wakufuate ili usibaki kuwa maskini, ili uinuliwe, ili maisha yako ibadilike, usiwe maisha ya chini kabisa. Mungu ni mzabibu na mimi ni matawi. Kama Yesu alikuwa tajiri na sisi ni matajiri kupitia kwa damu yake Yesu Kristo. Sisi ni matajiri. Haleluya. Usijifanye kuwa maskini, usitembee kama mtu mlevi. Wewe ni tajiri kati ya wale ambao walifufuka. Amen. Praise the Lord. Tembea kama tajiri. Hata kama mjini kizungu ongea hiyo moja. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuwa kwamba tumeaibishwa kila wakati. Daudi anasema kwamba nilikuwa kijana na hivi ni mzee, sijaona mnene wa Bwana akiaibishwa. Watu wake wakiendelea chakula
manajini. Tumefanyika kuwa manajini. Haijalishi umetoka sehemu gani. Haijalishi kwani umetoka sehemu gani. Haijalishi umaskini ulikuwa umetambaa. Haleluya. Haijalishi ulizaliwa mahali pa umaskini. Huwezi kubakia maskini. Haijalishi ulizaliwa mahali pa watu hawasomi. Hautabakia kuwa mjinga. Haijalishi watu wanasema nini. Mungu wetu ni Mungu tajiri. Watu wanajiuliza kwamba kitu kizuri kinatoka mji wa Nazareti. Kitu kizuri kinatoka katika historia. Kusema kwamba ni tajiri. Kusema Mungu anakuinua. Utajiri. Aliyemtumainia Mwenyezi Mungu ni kama mlima wa Sayuni. Hautatindiziwa kamwe. Haleluya. Wamesema nini? Hata kama tumezaliwa kwa mji ambao haujiwezi. Hautakuwa kama haujiwezi. Kwa sababu kupitia kwa neema yake Yesu Kristo. Sisi ni matajiri. Ambia jirani yako nimefanyika kuwa tajiri. Mungu alimwambia Yeremia kwamba nilikujua. Nilikujua. Tangu ulipokuwa tumboni mwa mamako. Haijalishi ulikuwa umezaliwa kwa mahali pa umaskini. Mimi nilikujua. Na nilikuwazia mawazo mazuri. Haijalishi watu wamesema wewe ni maskini wa mwisho. Biblia inasema kwamba mimi nilikujua. Kabla hujazaliwa. Nilijua wewe ni tajiri. Nilijua wewe ni injinia. Nilijua familia yako. Kupitia kwa neema ya Yesu Kristo. Sisi ni matajiri. Haleluya. Uliza jirani yako, umesikia? Mungu alimjua Yeremia. Akamwambia nilikujua. Nilijua hata kama changamoto zipo, wewe utakuwa nabii. Haijalishi watu wamesema kitu kizuri kinatoka katika hii familia. Mungu alikujua kama tupoi. Na alikuwa anakupangia mipango mizuri. Sio mipango ya kuunda pombe hadi kufe. Haleluya. Sio mipango ya kufakara. Bali ni mipango ya kunawiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa tajiri. Ambia jirani yako Yesu alikuwa tajiri. Na sisi tunasema tuwe tajiri. Wacha milango ya mbinguni ikafunguke kwa huu mwaka. Milango yetu ikafunguke kwa huu mwaka. Milango ya kufanikiwa ifunguke. Haleluya. Ni mazungumzo. Haleluya. Ni mazungumzo. Mungu anapatia Adamu na Eva vitu ambavyo vinahuzika. Amen. He never give them tangible things. Haleluya. Kwa sababu baraka zake Mwenyezi Mungu ni mazungumzo kwamba kubarikiwe. Kisha alimwambia Yakobo kwamba kubarikiwe. Haleluya. Ule upande wa mbinguni uwe pamoja na wewe. Na ya dunia ikufuate wewe. Ndio maana tulisoma wiki iliyopita kwamba kwa yale maneno mazungumzo tu kwamba ubarikiwe mtoto wangu. Praise the Lord. Yakobo alibarikiwa. Anasimamisha vifo. Wanyama wanakuwa na ile kala anataka. Praise the Lord. Kwa baraka zake Mwenyezi Mungu ni mazungumzo. Anasema ubarikiwe. Kwa hiyo Mungu akubarikiwe. Mungu milango yako ifunguke. Milango yako ya fedha ikafunguke. Mungu akamtume mtu juu ya
maisha yako. Haleluya. Yesu alipata nini? Amen. Unaposoma John 1:35-39 inaonyesha kwamba Yesu alikuwa tajiri. Haleluya. Hebu tusome very fast. Yohana 35:39 inasema kwamba tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akamtazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka, akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, mnakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona hapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Amen. Kwamba kulikuwepo na Yohana na wanafunzi wake wakamwona Yesu. Yohana akaanza kuzungumza habari zake Yesu. Wale wanafunzi walikuwa wamesikiza habari za Yesu. Wale wanafunzi walikuwa pamoja na Yohana. Yohana alipohubiria kule jangwani, anawahubiria kwamba juu ya toba, akiwapatisha when he was baptizing them. Praise the Lord. Anawaambia kuna mtu akujaye. Lakini Yohana hakuwa na nyumba. Yohana alikuwa anaishi kule jangwani. Biblia inatuambia kwamba wale wanafunzi walipomwona Yesu wakasema, tumetembea na Yohana siku mingi, tunapohubiriwa tukimaliza tunaenda kutafuta vipanzi na asali, kwa sababu hiyo ndio chakula ya Yohana. Yohana amekuwa akituchangisha pesa kila wakati Praise the Lord. Tukimaliza kuhubiri na Yohana tunaenda mjengo. Sasa tutaweza kukufunga wewe Yesu, lakini tunataka tujue unaishi wapi. Praise the Lord. Kabla kufanya mtu lazima ujue anaishi wapi. Lazima ujue anahubiri nini. Sio kuyumbayumba mahali tu na kwenda na kutoka kurudi na kuingia. Lazima ujue kanisa liko wapi. Sio anakuhubiria kwa gari unamfuata. Lazima ujue anaishi wapi. Kwa hiyo hao wanafunzi wanataka kujua Yesu anaishi wapi. Na nimefunza nikisema kwamba Yesu ni tajiri, anaondoka na nyumba yake. Amen. Yesu akawaambia njoo na muone. Mtu hawezi kuambia kama njoo muone kama hajui kwake. Yesu akawaambia mimi ni tajiri, njoo muone. Ambia nani njoo na muone. Yesu ni mzabibu na sisi ni matawi. Anasema kupitia hiyo neema sisi tumekuwa baraka. Biblia inatuambia kwamba wale wanafunzi wakamfuata Yesu na wakakaa na Yesu. Hatukuambiwa kwamba walirudi, walikaa na Yesu. Praise the Lord. Maana kama kuna supu lazima ukae huko. Kama kuna supu huwezi kaa huko. Kwa hiyo Yesu ni tajiri. Alifanyika maskini. Alibadilisha ile umaskini wako akauchukua yeye mwenyewe ili wewe uwe tajiri. Kwa hiyo usijifanye maskini. Bwana Yesu asifiwe. Usijifanye
maskini. Hata Yesu kuna watu ambao alitembea na wao walikuwa ni matajiri. Kabla tufika hapo, Deuteronomy 8:18. Biblia inasema kwamba Amen. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zake. Ya kwanza. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Ukamkumbuke Mwenyezi Mungu, maana ndiye anayekupa nguvu, maana ndiye anakupa uwezesho, maana ndiye anakupa neema, maana ndiye anakutengenezea utajiri. Kwa hivyo ukamkumbuke Mwenyezi Mungu. Utajiri hauleti kwa masomo. Mtu anayesoma hadi PhD au maskini. Mtu anazungumza kwa dini bado ni maskini. Biblia inasema kwamba utajiri hauleti kwa kusoma. Utajiri hauleti kwa kazi mingi, bali ni kwake Mwenyezi Mungu. Na kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwezesha, ambaye amekupa nguvu. Kwa hivyo sio kwa nguvu zako, kupata kile ambacho uko nacho ni kupitia kwa neema, ni kupitia kwa nguvu. Utajiri hautafutwi, bali ni baraka zake Mwenyezi Mungu zinaleta utajiri. Mtu anauza miwa anakuwa tajiri, mwingine anasoma anakaa maskini. Ni kupitia kwa neema. Ukamkumbuke Mwenyezi Mungu ambaye amekupa kila kitu uko nacho. Haleluya, praise the Lord. Wakati ambapo nilikuwa ninaangalia picha yangu jana, kuna moja nimepigwa, sijui nilikuwa high school, nimeweka jeans zingine na slippers au na kanisa. Nimemaliza kanisa saa 7. Niliuliza mami, na hii jeans ni nani alinisaidia? Praise the Lord. Sababu ukiona hata peke yake sio afya. Nikaangalia masista alikuwa amevalia blouse zingine mrefu kumshinda. Praise the Lord. Kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwezesha. Ulikuwa atakuonekana leo unaonekana. Haleluya. Kushukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ninakumbuka nikinunua shati ya Tembo na nilikuwa ninaipenda sana. Kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye leo umevalia kaunda suit, leo umevalia suit, leo unajua kuvaa viatu. Kushukuru Mwenyezi Mungu ndiye analeta. Praise the Lord. Sio kwa nguvu zako, sio kwa biashara yako, ni Mungu analeta. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu ametuleta huku nyumbani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye kutufanikisha. Uliza jirani yako, umesikia? Mwambie wewe si mtu maskini. Usijifanye kuwa maskini. Haleluya. Hata watu ambao walikuwa wanamfuata Yesu hawako maskini. Baadhi yao walikuwa sio maskini. Matthew 27:57. Matthew 27:57. Soma. Nasema, hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya. Akafika mtu nani? Soma kwa sauti, wanasikia. Hata ilipokuwa jioni
akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. 58. Mtu huyu alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Amen. Praise God. Ilipofika jioni, alitokea mtu tajiri na alikuwa anaitwa Yusufu wa Arimathaya, ambaye alikuwa ni mmoja wa wafuasi wa Yesu Kristo. Nimesema kwamba Yesu alikuwa anatembea na watu wengine ambao ni tajiri kama Yusufu wa Arimathaya. Alikuwa ni mfuasi tajiri. Haleluya. Ambia jirani yako, mimi ni mfuasi tajiri. Alikuwa ni mfuasi tajiri. Hakuenda kwa mikutano, hakutembea na Yesu katika missionaries, hakuenda kwa mikutano ya kijiji kwa kijiji, lakini aliunganika na huduma wake Yesu Kristo. Alijua vile, amen, alijua vile utajiri wake unaunganika pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa ni mfuasi tajiri. Hakuenda ile mikutano ya Saturday, lakini alijua kuunganika, alijua kusimama na huduma wa Yesu Kristo. Huduma wa Yesu Kristo hukubakia kuwa maskini, kwa sababu alikuwa na wafuasi wengine tajiri. Alijatembea, praise the Lord, alijatembea mara ambapo walitembea pamoja na Yesu Kristo katika ile mikutano. Aliambiwa kwamba walitembea na Yesu Kristo katika mikutano, lakini alikuwa ana support the ministry. Praise the Lord. Kwa hiyo alikuwa ni mfuasi tajiri. Kwa hiyo huu mwaka wa 2026 ambia Mwenyezi Mungu kwamba nami nataka niwe mfuasi tajiri, ili niunganike na huduma wako. Nataka niwe mfuasi tajiri. Haleluya. Ambia jirani yako, wewe sio mfuasi maskini, wewe ni mfuasi ambaye ni tajiri, ambaye Mwenyezi Mungu amekufanikisha. Jipigie makofi shangwe. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni unahitaji ibada zetu tuwe maratibu, ili tufanye kazi yake Mwenyezi Mungu iendelee. Haleluya. Tunapokuwa na wafuasi ambao wengine ni maratibu, tunaweza pata vyombo ambavyo vidogo vizuri, kazi yake Mwenyezi Mungu inaendelea mbele. Lakini tunapokuwa katika umaskini, ule kivuli cha umaskini kinatufuata. When the shadow of poverty is following us, we remain on the same area. We remain with the debits. Praise the Lord. Kwa hiyo tunapokuwa wafuasi matajiri, tunasaidia hata huduma wake Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Ambia jirani yako, tunakataa umaskini. Kila kivuli cha umaskini ambacho kinanifuata, umaskini wa ukoo, nimekataa katika jina la Yesu. Nichanganye katika jina la Yesu. Maana kwa neema yake Yesu Kristo, maana kwa neema yake Yesu Kristo, mimi ni mfuasi tajiri. Haleluya. Tusomewe Hagai 1:6. Tujue jinsi ya kutoka katika umaskini. Hagai 1:6. Hagai 1:6 Biblia inasema, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto,
Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Haleluya, praise the Lord. Amen. Unafanya kazi kwa bidii lakini unavuta kidogo. Haleluya. Unajaribu kutia bidii lakini hakuna uzuri wa hiyo bidii. Unakula sana lakini uone mali imeenda. Unakula 50,000 45 ni madeni. Umekaa siku mingi unateseka. Mwenyezi Mungu anasema unakula lakini hamshibi, sababu tumbo zetu zimefunguliwa. Unapika hadi wewe mwenyewe unajiuliza chakula inaenda wapi, lakini tunajicomfort tukisema kwamba kwa sababu watoto wamefika adolescent stage ndio maana wanakula sana. Unakula lakini hamshibi, unaweka pesa lakini inapata mifuko, unanunua nguo unapata midogo, unapata imetoboka sehemu moja hukuona. Kwa sababu ya nini? Walaji, devourers, hawa. Biblia inasema from Mark 3:11, tusomee. Kuna walaji. Praise the Lord. Salia. Praise the Lord. Then the devourers ndio ambao wanakula kile ambacho tumetengeneza. Sisi tunatengeneza lakini kuna watu ambao wanaharibu. Unaweka pesa kwa mifuko yenye imetoboka. Unapopata mshahara, madeni yanakwenda nani? Ugonjwa unakwenda nani? Na mfano umeharibu. Pesa zinaingia kwingine. Ile rai ulikuwa nayo unapata kuwafanyia kazi. Sasa ndio maana sisi tumebaki kwa maskini. Kwa sababu ya walaji. Mark 3:11. The Bible says what? Usome 11 kurudi 10. Ndio rudi 10. Inasema nami kwa ajili yenu nitamtemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Yeye afanya nini? Alaye. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla yake. Asoma tena. 10 inasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwepo chakula katika nyumba yangu. Kanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Au la? Amen. Leteni nini? Zaka kamili. Muone kama sitawatolea walaji. Muone kama hamtapata mvune mengi. Muone kama hamtaweka pesa kwa mfuko ikwaje kwa mfuko. Muone kama mkikula hawezi kushiba. Mimi nitamtemea anayekula vitu vyenu. Kwa hiyo leteni. Praise the Lord. Maana ya zaka kamili kitabu watu wa kitabu walikuwa wanaenda boma kwa boma. Halo. Tunasikizana kweli? Walikuwa wanaenda boma kwa boma kwa kwani kitabu sio zaidi. Wanahesabu kama ni ng'ombe 1 2 3 4 5 6 7 8 9, wanaweka kama wanachagua 10. Kama ni kuku hapo ndani wanatoa 10. Praise the Lord. Kama ni siku hizi ungefanya mkikimbisha na paka, si kweli? Sasa Mungu akaona kwamba watu wamenungunika. Anasema sasa watumishi wako hawataenda kuhesabu. Sasa akasema leteni. Praise the Lord. Sasa leteni. Sasa kamili. Bwana Yesu asifiwe. Hapo
hapo ukipiga kwa watu wanasema what's this? Kwa hiyo watu wamekaa maskini sababu ya kutotoa fungu la 10. Lakini wanahitaji baraka zake Mwenyezi Mungu. Wanasema pastor, tuombee tupate baraka zake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanaweza kutoka sasa tukisema saka kamili. Kwa leo si kweli? Praise the Lord. Walikuwa wanahesabu wakileta. Sasa Biblia imesema kwamba letee. Mnapoleta ile kuvuka wale imetoboka. Mwenyezi Mungu nitawaombea walaji. Wale wanaharibu mifugo yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa mwaka baada sukuma wiki. Sukuma wiki kwa shamba. Unaona wadudu ama gold. Magonalaji. Imeshika kwa hiyo. Sasa hao wanaitwa walaji wa sukuma. Na kuna walaji ambao wanakula vitu vyetu. In a spiritual way. Unaendeleza pesa vizuri. Lakini bado zinaingia katika miki. Simu imeharibika. Ilikuwa vizuri. TV imevunjwa. Vitu vingi vinaingia katikati. Baada ya roho amekaa mgonjwa. Vitu vingi vinaingia katikati. Ndio Biblia inasema kwamba nitawaongelea walaji. Wale wakaleta magonjwa nitawaongelea. Ecclesiastes 11 verse 4. Mhubiri 11:4 inasema, ile 5:6. Sawa. Mwenye kuangalia upepo hatapanda. Naye ayatazamaye mawingu hatavuna. Mwenye kutazama nini? Upepo. Na anga kule juu. Hawezi panda. Namba 5 inasema, kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavyo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. 6. Asubuhi panda mbegu zako, wala jioni usiuzuie mkono wako, kwa maana wewe hujui ni zipi zitakazofanikiwa, kama ni hii au ni au kama zote zitafaa sawa sawa. Amen. Ujana na uzee. Amen. Praise the Lord. Kwamba angaliaye upepo hawezi panda. Vile kazi ya Mungu inavyofanyikana, vile mtoto anatengenezwa kwa tumbo, mifupa inatengenezwa, ndivyo kazi yake Mungu inafanya. Panda asubuhi, hapo mchana usiachilie mbegu yako, sababu hujui ni gani itamea. Hujui ni ile shamba ama shamba lingine litamea. Wewe endelea kupanda. Biblia inamaanisha kwamba wale ambao wanaangalia upepo, wale ambao wanaangalia uchumi, wale wanaangalia pesa zao, 50,000 nitoe 5,000, hao ndio kuangalia upepo. Hawawezi toa. Haleluya. Ukiangalia hela zako na bajeti zako, huwezi toa. Uko na 20,000, school fees ni 30,000. 2,000 kweli? Hello. Praise the Lord. Usalimia hivi. Sio hivi. Haleluya. Kwenye kuangalia upepo na hewa hawezi panda. Na inamaanisha kwamba kama hawapandi, wakati wa mavuno wanavuna upepo. Ni Mungu anasema. Biblia inasema. Sio mimi. Wale ambao tunaangalia pesa zetu na majukumu ambayo tunayo, hatuwezi panda.
mimi ni mfuasi tajiri. Mimi ni mfuasi tajiri, lakini sijui kupanda, lakini ninaangalia majukumu na pesa zangu. Unaangalia faidi umekuta kubiashara. School fees ulipromise kuliazita. Unaweza toa wewe. Wanakuangalia hali ya anga. Hawezi panda. Na Biblia inasema kwamba jinsi ambavyo hujui vile mtoto anatengenezwa. Mifupa kutengenezwa tumboni mwa mamake. Ndivyo kazi ya Mwenyezi Mungu inafanyika. Yeye ni Mungu mwenye baraka. Akisema utabarikiwa, umebarikiwa. Hakuna hadi baraka zake Mwenyezi Mungu hazina huzuni, zinaleta utajiri. Lakini sasa utajiri kama ungeangalia hewa. Hallelujah. Praise the Lord. Siku kama ungeangalia I'm very sensitive. Praise the Lord. I'm very sensitive. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanaume anataka kuoa bibi. Na angalie pesa ataoa. Na kwa vitu hivyo ndivyo wao unaangalia hewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakipindi kifika 50 years anasema mimi ni roho sikuoa. Sababu aliangalia hali ya anga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukiangalia hali ya anga, sisi tutakuwa ni wale wafuasi maskini kama Judas, ambao tunahitaji kusaliti wengine tupate zetu. Lakini tukiangalia tusema kwamba Mungu anajua kwamba Yusufu alipatea. Biblia inatuambia kwamba Yusufu alipatea, alikuwa ni mfuasi tajiri, na zaidi ya utajiri alikuwa connected. Alimwambia Bilali kwamba unisaidie mwili wa Yesu Kristo. Bilali alikuwa ni mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji wafuasi tajiri katika hili kanisa. Hakuwa anajua, lakini alikuwa anajua huduma inahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba sisi tumeelewa. Haleluya. Kama Yesu ni mzabibu, sisi ni madawa. Kama Yesu tajiri, sisi ni Bwana Yesu asifiwe. Tusimame juu tukamwabudu Mwenyezi Mungu. Tukasimame juu tukamwabudu Mwenyezi Mungu. Tukijua kwamba Mungu kwa neema yake Yesu Kristo alifanyika maskini sisi tutajiri. Kwamba ametuwazia mawazo mazuri. Haijalishi umetoka wapi. Hujazaliwa kwa umaskini uwe maskini. Hujazaliwa kwa wajinga uwe mjinga. Kwa neema yake Yesu Kristo sisi tumezaliwa haki. Sisi tumewekwa kule juu. Trust was zero. Worship God bless.